Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakio TV. Askofu wa kanisa la KKT, Askofu Bagonza PhD, ameandika uhusiano uliopo kati ya polisi na Wakatoliki. Nanukuu maneno ya Askofu Bagonza, Benson Bagonza, nanukuu: polisi na Wakatoliki. Amekipa kichwa chenye maneno hayo, nanukuu: moja, nalazimika kuwapongeza polisi wetu kwa ukomavu wao na ustaarabu wa kutozuia maandamano ya Wakatoliki walioenda kueleza hisia zao kwa balozi wa Papa hapa nchini. Namba mbili, nachukulia uvumilivu wao kama ishara ya kuacha kupambana na maovu ya watu na hisia zao. Basi wafute hata kesi ya mzee Mwandambo aliyekamatwa kueleza hisia zake za kidini. Namba tatu, kumbe msimamo huu wa polisi ulianza mapema pale walipovumilia kiongozi aliyesema atakata vichwa vya watakaoandamana. Shikilia hapo hapo polisi, jizueni kuingilia uhuru wa watu na maoni yao. Namba nne, Wakatoliki hao wasiojua kusoma vizuri walichokiandaa, walioamua kuimba wimbo wa mwamba ni Yesu badala ya Bikira Maria, mlinzi wa taifa letu, na waliosahau kuwa Baba Mtakatifu wa sasa anaitwa Papa Leo wa 14 wametimiza haki yao kikatiba. Namba tano, watakapokuja Wakatoliki halisi wanaojua kusoma na kuvaa kwa heshima mbele za balozi wa Papa, wakasoma tamko lao kuwataka polisi wamkamate aliyempinga Father Kitima na walete aliyeteka padre na waliondhalilisha, wakawavisha wake za watu mavazi ya kitawa ili waonekane ni watawa walioshika bendera za vyama na kadhalika. Hawa Wakatoliki wakaandamana. Polisi, kuweni uvumilivu kama mlivyo kuwa uvumilivu kwa Wakatoliki hawa. Sisi wajuao tunathamini kuwa chuki dhidi ya Ukatoliki inayoendeleshwa kwa mkakati mibovu ina nia mbaya dhidi ya serikali kuliko ilivyo na nia mbaya dhidi ya Ukatoliki. Kupigana na Ukatoliki ni lazima uwe na dini nyingine ndani yako inayokusukuma kupinga vita hiyo. Wajaluo tusiotahiliwa tunajiuliza, hiyo ni dini ipi? Mwisho wa kunukuu hichi ambacho ameandika Askofu Bagonza katika mtandao wa Facebook. Oni yamekuwa ni mengi kweli kweli. Wa kwanza anaitwa John, anasema mimi sio Mkatoliki lakini hawa watu wako smart sana. Lakini Francis anasema unahitaji kuwa na zero brain kumshtaki padre Papa sio Papa hawa mamlaka. Papa hana mamlaka juu ya padre yoyote yule duniani. Askofu wake ndio mamlaka yake, matahila na mchezo ya matahila. Lakini Hekima Tupo anasema kama polisi wangetimiza wajibu wao tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 tusingekuwa na yale mauaji ya halaiki. Lakini Maliki anasema hao waandamanaji hawakupigana Ukatoliki bali kuwashtaki viongozi wawili wa Katoliki. Lakini Baba Jack anasema jeshi letu la polisi linadhalilishwa sana na CCM, linaonekana liwe kituko, linaendeshwa hovyo. Lakini Mr. Jalol anasema hii ni aibu sana, nasi kwamba tunaamini kuwa wale vikaragosi walienda wenyewe bali vilichezeshwa, wakaamini ni kujisafisha dhidi ya ile kesi ya ICC. Lakini pia mtoto wa Malaki anasema polisi wetu wanahangaishwa sana na CCM. Lakini Estevo anasema kupitia hao wa Roma nimejua kuwa kanisa la Katoliki ni taasisi ya mtu mmoja na kwamba kuna kitabu cha Wakorinto kwenye Biblia.
Lakini pia Maliki Kilala anasema moja, intelijensia ya polisi iliwajulisha waandamanaji watakuwa na amani, ndio maana wameruhusu. Mbili, alisema watakata vichwa, sio watakata watu vichwa. Maana yake hata yeye msemaji angekatwa vichwa tu. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Askofu Bagonza katika mtandao wa Facebook. Kama na maoni mengine, tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Tena wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.